Dominic Salamba, habari za wakati huu bro? Namshukuru Mungu niko vizuri. Uzima upo na ulalamiki. Mungu ni mwema. Ndio. Bana, story kubwa ilikuwa ni endorsement. Watu walikuwa wanajiuliza hazipatikani, mambo yalikuwa mengi kweli kweli, na tulishuhudia miongoni mwa watu ambao waliathirika kweli kweli ni Dominic Salamba, kwa sababu na yeye alikuwa ni meneja kati ya wagombea mmoja wapo, kwa maana ya Alimayai, wewe ulikuwa meneja wake. Na tumeona pia umepeleka mpaka fomu ukiwa naye, endorsement mkakosa. Lakini taarifa zilizotufikia kwamba endorsement zipo, rais ambaye yuko madarakani Wallace Karia kumbe amechukua 13 tu. Sasa watu wanajiuliza kwa nini wagombea wengine akiwemo mgombea wako Alimayai amekosa endorsement Dominic Salamba? Nafikiri swali la msingi ambalo itakuwa na wewe ujiulize, hizo endorsement ambazo zipo zimepatikana lini? Okay. Kwa sababu mchakato ulitangazwa tarehe 14. Nafikiri na mwenyekiti wa uchaguzi, na ilitoka kama ni ile ratiba au mpango kazi, kwa maana kwamba tarehe 14 mpaka tarehe 20 ndio siku ambazo inatakiwa kuweza kufanya nini, kuweza kuchukua fomu. Na ukishachukua fomu maana yake ni lazima naona uwe na uweze kuijaza na uweze kufulfill mahitaji ya msingi, ambako miongoni mwa mahitaji hayo ilikuwa ni kuwa na endorsement. Na watu wengi wamekuwa wakijiuliza nini maana endorsement. Endorsement maana yake ni kuidhinisha. Yaani kuna watu wanakwenda kuidhinisha. Kwa mfano kwenye swala zima la ajira watakwambia tupatie wale referees. Sawa, kuna referee, kuna wadhamini ambao wanakuwa na kuzungumzia kama bwana Cisco au bwana Dr. Alfred, yeye ni mtu ambaye anaweza kufanya hiko ambacho yeye amekuwa akikihitaji. Kwa hiyo kwenye mpira wanakiita endorsement, unaona. Kwa hiyo nafikiri hiyo ndio ilikuwa ni maana. Sana hizo endorsement zinapatikana vipi? Kwa hiyo endorsement zinapatikana katika utaratibu ufuatao. Kwa sababu ukiangalia wagombea ambao au wale wapiga kura wa mkutano mkuu kwa sasa, huko nyuma ilikuwa watu zaidi ya 100. Lakini baadaye wakaja wakafanya marekebisho ya kanuni za uchaguzi, wakapunguza idadi, na sisi tuna jumla ya wapiga kura 78. Lakini sio wote ambao wanaweza kukuendorse. Na hao 78 wanapatikanaje na hao 47 wanapatikanaje? Pengine tuanze kwanza kwa hao 78. Hawa 78 maana yake unazungumzia kwenye kila mkoa, tuna mikoa 26. Kila mkoa mwenyekiti wa mkoa anakuwa tayari anaingia kuwa ni mjumbe wa mkutano mkuu direct. Lakini kila mkoa unachagua mjumbe mmoja mkutano mkuu kutoka kwenye mashirikisho au vyama vya wilaya. Kwa hiyo kila mkoa unatoa wajumbe wangapi? Wawili, kwa maana mmoja mwenyekiti na mwingine anakuwa ni mjumbe ambaye amechaguliwa katika mkutano mkuu wa mkoa, na kutengeneza jumla ya watu 52. Kwa maana unazungumzia 26 mikoa tulionayo mara 2. Lakini pia tuna virabu ngapi? 16. Kila klabu mwenyekiti wa klabu husika direct anakuwa ni mjumbe wa mkutano mkuu na anakuwa na sifa ya kuweza kupiga kula. Kwa hiyo ukichukua 52 ukaplus na 16 unapata jumla wajumbe ngapi? 68. Alafu tuna wajumbe wawili kutoka kwenye vyama shiriki. Kufanya kuna Tasma nao wanatoa mtu ambao kwenda kupiga kula, kuna Sputanza nao wanatoa, kuna Frati nao wanatoa, na kuna chama kingine vingine viwili sivikumbuki, na chama cha mpira wa wanawake nao wanatoa, lakini kuna kingine chama cha sanaa ni kitu kama hicho. Kwa wenyewe viko 5. Na wenyewe wanatoa jumbe ngapi? 10. Ukiplus unapata ngapi? 78. Hao ndo ambao wanakwenda kupiga kula katika mkutano mkuu wa kuweza kuchagua viongozi wa shirikisho. Lakini sasa hizi 47 zimetoka wapi? Hizi 47 maana yake ni zile ambazo zinapatikana wanapiga wenye viti wa mikoa tu. Yule mjumbe mwingine hana sifa kuweza kutoa endorsement. Kwa hao wenye viti wa mikoa wa 20 ngapi? 26. Wao wanaweza kuendorse hizo 26. Lakini pia na vilabu viko vingapi? Vipo 16. Kwa ukichukua 26 ukiplus na 16 unapata ngapi? 40 ngapi? 2. Na mmoja wale wenye vitu wa vile vyama vile shiriki, kwa mpaka jumla ngapi? 47. Kwa hao ndio ambao wanaruhusiwa kuweza kumuendozi mtu ambaye anakwenda kugombea kwenye nafasi ya urais. Sasa ukiangalia kabla ya mchakato na wakati wa mchakato, endorsement 26 zilikuwa ziko occupied, isipokuwa moja tu ya klabu ya Yanga. Kwa maana ukichukua vile vyama shiriki vyote vilikuwa wale wenye viti walikuwa wameshamuindozi rais aliyopo. Vilabu vyote 15 kitoa kimoja vilikuwa tayari wameshamuindozi rais aliyopo, na wenye viti wa mikoa wote 26. Kwa jumla ikawa kuna endorsement ngapi? 46, isipokuwa moja ya klabu ya Yanga.
Okay. Kwa hiyo zote zilikuwa ziko tayari na watu tulifanya juhudi za kutafuta huko na tukaambiwa tayari wamesha muindozi rais aliyepo madarakani. Sasa baada ya hizi kelele na nini na kuangalia uhalali kama endorsement zilikuwa zinatakiwa 5 na wewe watu wanakukubali, kwani tusichukue 5 afu kaenda ukawabwaga kwenye sanduku la kula? Kwa zikawa ni malalamiko, watu wengi wameweza kuzungumza na wengine wanasema watakwenda mbali. Leo hii tunakuja kupata taarifa ambayo sio rasmi kwamba mikoa mingine nasema kwamba wako nazo. Kwa maana yake ni mchezo kama michezo mingine. Wamwatu kwamba okay, hizi zingine tutazikataa, hatuko nazo, au hata ukazichana, ukasema hazikufika na ukachukua kadhaa ili ionekane kwamba kuna fairness katika uchaguzi, ukijua kwamba kipindi hiki hakuna ambaye anaweza akapata kwa sababu muda wa kuchukua fomu na kurudisha umeshapita. Okay. Kwa hizi ni baadhi ya techniques ambazo watu walikuwa wanazitumia kwa zamani katika kuweza kutengeneza mambo yawe kama vile ambavyo wao walikuwa wanahitajika kipindi hiki. Nafikiri haina nguvu sana. Ndio. Sasa haya ambayo yametokea, endorsement hakuna, endorsement zipo lakini zimepatikana baada ya kuwa kama hazina kazi. Sasa unafikiri zitakwenda kunufaisha vipi na huu mchakato bado utaendelea? Kwa sababu malalamiko pia yamekuwa mengi, baadhi ya wagombea wamefika kwenye sehemu maalum ikiwemo BMT, lakini taarifa pia zinaeleza kwenye vyanzo tofauti tofauti kwamba wengine wamefika mpaka kwa waziri mwenye dhamana ili tu kuhakikisha kwamba uchaguzi huu ikiwezekana usimamishwe na utengenezwe utaratibu mwingine. Sasa haya ambayo yanaendelea, unafikiri yanaendelea kuchochea haya ama kuna mabadiliko utatarajia makubwa kwenye uchaguzi wa TFF msimu huu? Mimi nafikiri kikubwa cha kwanza ilikuwa ni hatua ya kwanza ni kuitikia uchaguzi ambao tumeifanya na wagombea wetu ambao tuko nao, ni kuitikia uchaguzi. Uwezo ukasema uchaguzi hauko huru, taratibu haziko huru, haziko na usawa wakati hakuna hata mmoja ambaye amechukua fomu. Ingekuwa haina mantiki. Kwa cha kwanza ilikuwa ni watu kujitokeza. Sasa tunaamini kwamba wagombea wote ambao wamejitokeza wana sifa za msingi. Sawa, na hii endorsement ni mazingira tu ambayo yametokea hayo ambayo kila mtu anajua. Kwa hiyo haikufanya watu washindwe kutumia haki yao ya msingi ya kuweza kuchaguliwa katika mkutano mkuu. Kwa jambo la kwanza ilikuwa ni kuweza kufanya application ambayo ishafanyika na watu walipa pesa. Tunafahamu fomu ya urais ni shilingi 500,000, watushalipa, zimejazwa, vigezo vingine vyote vimekamilika kwa mujibu wa taratibu. Hiki kimoja kila mtu anajua. Yaani kila mtu anajua nini ambacho kimetokea, kila mtu anajua, na bahati mbaya zilitolewa hata kabla ya uchaguzi. Kwa hiyo tutakwenda kuoja ambao walikuwa wamemwindozi huyu mtu, kwa nini walimwindozi before uchaguzi? Kama watu ambao wanaamini kwamba anafanya vitu vizuri, hatukatai, kwa mengi yamefanyika. Kitu pekee, waache watu katika fair competition, watu wapambane, wagombee kwenye uchaguzi. Mtakwenda kuuliza maswali yenu kwamba wewe bwana, kwa nini tukuchagua uweze kuwa rais? Umefanya kitu gani? Na nyinyi ndio mnapeni, utakwenda kutiki. Ikifika hapa kwenye uchaguzi tunagombea 3, 4 au wote 5 wametokea, kufika pale kula zikapigwa, mwisho siku mwenye kula nyingi atakayebuka ndio huyu ambaye anaenda kuwa kiongozi wetu. Kwa hiyo nafikiri kulikuwa kuna haja kuwa na uoga na hizi vitu vingine ambavyo kimsingi viweza vikaenda kuzota taharuki kubwa ambayo ilikuwa sio ya ulazima. Kama kuna baadhi ya vitu wa mikoa wako tayari wametoka, wameweza kuzungumza kwenye media kwamba wao wanamuunga mkono kitu wa vilabu. Haya mambo wanatakiwa kwenda kuonyesha kwa vitendo kwenye uchaguzi mkuu kwa kuweza kumchagua. Hasa kwa nini tufinye hapa afuko tunaongea tunampenda? Kumpenda ni kumuacha awe katika competition ya wazi, alafu mnakwenda kudhibitisha katika box nini la kula. Alinukuliwa mwenyekiti wa uchaguzi wa TFF akizungumza kwamba watu wanashindwa kusoma kanuni, lakini endorsement zinaweza pia kuchukuliwa hata kabla ya uchaguzi, hata mchakato wa uchaguzi. Anasema ya mambo yapo, ila tu watu wanashindwa tu kuzisoma vizuri kanuni. Lakini wagombea wengi wanalalamika baada ya kuingia kwenye uchaguzi. Hii imekaaje Dominic Salamba kwa uelewa wako? Yaani kusoma kanuni, kuto kusoma kanuni, tunataka kuangalia hapa ni ile haki na usawa wa hili jambo. Yaani kuna ulazima gani? Tumeweza kuona watu wakizungumza, wengi wakisema, na of course mengine tunayaona yamefanyika kwa juhudi kubwa, hatuwezi kubeza juhudi ambazo kuzifanya. Hasa kama tunaamini kwamba tulioyafanya yale yaliyofanyika ni makubwa na yanahitaji kuweza kuigwa na kuendeleza. Tengeneza mazingira ya huru ya kiushindani. Yaani hicho iko hapa tu, kutengeneza mazingira huru ya kiushindani. Wewe uwezo ukasema bwana, mimi bwana nahitaji wafanyakazi 5 katika ofisi yangu. Lakini kile anayekuja hakikisha kwamba amevaa shati jeusi. Ndio atakuwa na kigezo cha kwanza cha kuweza kupata kazi. Alafu ukishatangaza vile unakwenda Kariakoo unanoma mashati yote meusi unaficha ndani. Alafu naambia njooni basi mpate kazi. Sasa unataka kuja kufanya nini? Ni ngumu. Sasa unataka kuja kufanya nini? Hasa kama waligundua kwamba endorsement zote zimechukuliwa, uchaguzi wa nini sasa kwenye nafasi? Si wangeacha tu.
Nini sasa kifanyike kwa ajili ya kuponya mpira wetu kwa hapa tulikofikia, kwa sababu uchaguzi wa rais ndio uchaguzi ambao watu wengi wanaoangalia, kwa sababu rais wa shirikisho yeye ndio atakuwa na dira nzuri la wapi mpira wetu unaelekea. Sasa hivi kumekuwa na malalamiko mengi na namna ambavyo ligi yetu inaendeshwa, changamoto kadha wa kadha. Nini kifanyike ili tupate viongozi walioko bora na mwisho wa siku mpira wetu uendeshwe kwenye misingi bora zaidi na tufikie malengo kama taifa? Na vikubwa tu ni kamati ya uchaguzi kuweza kuliangalia hili na kuweza kupunguza mazingira ambayo pengine yanaweza yakatupelekea uchaguzi aidha ukabi prolonged au kwa una shida au watu wakaenda wakauzuia. Nafikiri jambo kubwa ni la msingi ni kuhakikisha kwamba panakuwa pana ushindani wa wazi na wa haki, ili yule ambaye anastahili kuweza kushinda aweze kushinda na kupunguza malalamiko ambayo sio ya msingi. Mimi sifikiri kama itakuwa ni jambo jema kutu na uchaguzi ambao anakwenda mtu mmoja na sio kwenda kugombea, kwenda kuidhinishwa wakati kuna wagombea wengi ambao wametamani kuweza kugombea. Tunaamini kwamba hiyo ni familia ya mpira, wameanza muda mrefu, vingi vimefanyika, wanafahamiana, wanajuana, wamekubaliana, kwa hiyo makubaliano yao yaweze kwenda kuonekana kwenye box la kura na sio kupindisha kanuni na kutengeneza kanuni ambazo zinakuwa sio rafiki kwa watu wengine. Yaani ni kama vile ni chombo cha familia kwamba tuliopo ndani ndio tuendelee hivi. Tunafahamu kwamba kuna kubebana, tunafahamu kwamba vitu vingi vinafanyika. Ukiangalia hata katika hizi hapa kwenye baadhi ya katikati hapa mamechi commissioner wengi ni wenye viti vya mikoa, kwa hiyo wamekuwa wakipata vitu vingi kama benefit. Sasa hizo benefit zisiwe kwa ajili yao binafsi, waangalie pia na wale ambao waliwachagua kutoka katika mikoa yao. Leo wana nguvu kubwa na masema kubwa, lakini apart from maslahi tuangalie pia mpira na kuweza kuona tutengeze mazingira ya ushindani ili kazi inayofanywa iweze kupimika na waweze kuwa na thamani, kwa maana kwamba wamechaguliwa katika mazingira ambayo yalikuwa na fair competition. Tumalizia na Jamvika na Salamba, tunaelekea mwishoni mwa ligi kuu ya soka Tanzania bara. Mechi moja imebaki kwa kila timu, huku finali pia itakuwa ni Simba na Yanga tarehe 25. Ni kwa namna gani pia wa Tanzania na wasio wa Tanzania lakini wanaendelea kuchota fedha kupitia Jamvika na Salamba wanaendelea pia kufurahia maisha hayo? Nafikiri kubwa ni kuendelea kufuatilia katika application yetu ya Salamba TV ambayo unakwenda unaipakua kwenye simu yako kupitia Play Store. Pao unaandika Salamba TV, then itakuja, utapakua. Ukisha install kwa simu yako, unaweza kujisajili kwa kuweka either namba ya simu au kuweka jina lako au email na namba yako ya asili. Then baada ya hapo utaingia katika ulimwengu wa kidigitali ambako utakuwa unapata vitu vingi, habari, makala, lakini bila kusahau utapata tipsi za bure kutoka Jamvika na Salamba ambazo zinatoka kila siku mara 3 kwa siku bila kulipia gharama yoyote. Ukishakuwa tu mteja wa application yetu, market una sifa ya kuweza kupata free tips kutoka Jamvika na Salamba. Na kwa wale ambao wameamua kulipia ni very simple, unapiga nyota 150 nyota 50 nyota 1 reli, ndio unaweka namba kampuni 610 251 28. Baada ya hapo unaweka kiasi kwa siku 1000, wiki 1500 na kwa mwezi 1500, VIP 1030 kwa siku 5. Baada ya hapo unaweka namba ya siri, utapokea ujumbe kutoka Selcom na Salamba TV ukiwa tayari umejiunga na kuanza kufurahia huduma bora kabisa na ya kisasa kutoka Jamvika na Salamba. Mimi nikushukuru sana na nikupongeza kwa uchambuzi mzuri Dominic Salamba. Nakushukuru pia. Asante.